sweetie wewe, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri. Chaguo langu fungu, nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe. Ibrahim, ili mke wangu akutii, kuna mambo nataka kwenda kufanya. Haleluya. Yako mengine ambao kwa namna ambao Mungu ametufanya ulishayafanya. Nitayataja hapa na niwakumbushe waumini wenzangu. Jambo la kwanza, mwanamke unapaswa kumtii mwanaume kwa sababu wewe umetoka kwa mwanaume. Kina mama ni kama mmenuna. Wakati Adamu amelala, Mungu alifanya alibomoa ubavu mmoja. Kwa hiyo kitendo cha kubomoa tu ubavu mmoja ukatengenezwa wewe, lazima umheshimu mwanaume kwamba wewe umetoka kwa mwanaume. Sasa hivi mama unaanza kusema mnakaa miezi 9. Si ndio mnakaa tumboni wanaume sio? Ni sahihi miezi 9. Kwani nikikaa tumboni hiyo mimi natengeneza mwenyewe? Si tutashirikiana? Wanaweza sivyo? Sasa kama unaweza kufanya peke yenu sasa, tuone kama kitatokea hiyo kitu kinachotokea. Wewe ni chombo tu cha kubeba ile mimba. Na ndio maana mpaka sasa kijana wa kike akipata ujauzito nyumbani, anamuuliza hiyo mimba kakupata nani? Kwa hiyo mwenye mimba ni mwanaume, sio mwanamke. Wanaweza sivyo? Haleluya. Kwa hiyo katika ulimwengu tunaoishi, mmiliki wa mimba tangu Mungu anaumba ni nani? Na sheria za nchi zinatambua hivi. Kitundika mimba mwanamke, wanasema nani akupa mimba. Kwa hiyo wanaume wanagawa mimba kwa wanawake. Kwa hiyo hilo jambo la msingi kwamba lazima na mimi kwa mwaminifu kwa ndoa hii, kwa ndoa mpaka kufa. Basi bishe Bwana. Tutasema maneno. Sunona, ndio utii wenyewe na unyenyekevu. Mtazi kudanganya nasema ni utumwa. Kwa heshima yenyewe. Mambo mengine kwa kunata. Sema pokea pete hii. Iwe ukumbusho na alama ya hali ya ndoa yako na mimi kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka mwisho. Uvishe Bwana wetu. Ametenda kukamilika. Shopping.
Dereva gari matangazo, puta mbele dereva. Dereva gari matangazo. nakupenda mwali wewe, no, sweetie wewe, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi.
katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Mwali wewe, lolo sweetie wewe, we mzuri mwali wewe. Umebarikiwa sweetie wewe, nakupenda mwali wewe, lolo sweetie wewe. Nakupenda mwali wewe, lolo sweetie wewe. Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Usiku wa leo umebarikiwa, mwana mwali umebarikiwa, marafiki wamebarikiwa, ndugu wazazi wamebarikiwa, na wageni wamebarikiwa. Ase leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Nataka nikuite we mama yoyo, na wewe unite mi baba yoyo. Sawa, tujenge familia. Sawa, tuzae na watoto. Sawa, nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Mwali wewe, Enzoli Production. Toto Elizabeth bwana, umepandaga Nasibu Salimani Mwanjalila kutoka Ndaga Kandandato. Huyo Unjanga unanemba, Unjanga unanimba we, Unjanga unanimba we, Unjanga unanimba we, Unjanga unanimba we, Unjanga unanimba ni, Unjanga unanimba we, Unjanga unanimba ni, Unjanga unanimba we. Atuyanje sana mai, animbala kaya na. 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 Wandaga oye, 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 Wandaga oye. Mkata kwao ni mtumwa, narudi nyumbani we. Mkata kwao ni mtumwa, narudi nyumbani we. Wambea oye, Wambea oye,
mikononi mwako, mahali popote pale wanapokwenda, baraka ziendelee kuwa pamoja nao. Asante kwa kuwa Mungu hutawaacha wala hutawapungukia. Baba, ninafungua hii sherehe katika jina la Yesu. Amen. Basi tunaifungua sherehe hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wageni wangu walikwa, kamati ya maandalizi wamekwisha kutukaribisha. Sasa rasmi tujiachie ndani ya ukumbi huu. Tuko huru kucheza kura na kupo vipi. Sasa niombe mgeukie jirani yako, mwambie jirani, mwambie wewe ni mzuri. Mwambie jirani, mwambie umependeza. Nisaidie kumwambie jirani, mbona sijaona rafiki kama wewe? Jamani, hapo vipi? Wageni wangu walikwa, tafadhali mgeukie jirani yako, mwambie umependeza kuliko siku zote. Mwambie leo umetisha. Mwambie mtoko wako wa leo umenitisha kweli kweli. Niseme nisiseme? Wageni walikwa, ili ufurahi na jirani yako huyo, achilia baraka, mbariki, mwambie usiku wa leo, naomba mimi na wewe tubarikiane. Inua mikono yako miwili tafadhali. Inua mikono yako miwili, mgeukie jirani yako umpendaye. Mgeukie jirani yako umpendaye. DJ wasindikize wakimimina baraka na wewe. Kabisa mwambie jirani, hakika unapendeza, lakini hujawahi kunizidi kupendeza. Mwambie hivyo. Hapo vipi wageni wangu walikwa? Ndugu zangu wageni walikwa, kwa mimi na mabwana, mbele yetu tunao maharusi ambao wametufanya siku ya leo tumetoka out na tumepata furaha ya kutosha. Ibra, mgeukie tafadhali. Mwangalie binti mrembo. Ametulia kwa ajili yako. Umetupa heshima ya kufurahi pamoja nani. Mshike mkono, muinue tafadhali. Kina mama, naomba tuwapige makofi mengi maharusi wetu. Yes. Mtazame kwa uzuri mkeo. Msogelee kidogo. Jitikise mwanamume. Mchuku kwenye paji lake la uso, mwambie asante kwa kuniheshimisha. Wewe, jamani, naomba sasa nafasi hii nimpe bwana harusi wetu aweze kufanya utambulisho
kwa wazazi aliongozana nao, lakini pia atafanya utambulisho wa mkewe kwa uzuri. Bwana Yesu, karibu sana kijana. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote napenda kuwatambulisha wazazi wangu. Babangu Jonathan Angolile Ngondo, pia na mke wake Neli Kainga, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa baba zangu wakubwa na wadogo, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa mama wangu wakubwa na wadogo, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa shangazi zangu, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa wajomba zangu, popote walipo. Napenda kutambua uwepo wa bibi zangu na bababu zangu, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa kaka zangu na wadogo zangu, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa wazee wangu wa kiroho, wachungaji, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo wa majirani zetu, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambua uwepo walioweza kutusapoti, kutusindikiza katika hii sherehe yetu, popote walipo naomba wapunge mikono. Napenda kutambulisha mke wangu halali, kipenzi changu, aliyenifanya leo nimependeza, Piskari yangu, mlembo wangu. Bwana harusi alivyokamanda amesimama na kukaa tu. Pigeni makofi mengi sana bwana harusi pamoja na bibi harusi kwa utambulisho mzuri. Ndugu zangu wageni waliko, naomba wakati huu sasa niwakaribishe hapa mbele maharusi wangu, tafadhali sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele taratibu na bibi harusi pamoja na bwana harusi. DJ chakula tayari. Karibu. Na mbona umezungumza sana jamaa, unakata vipi? Kule. Kamata keki hiyo, twende tukawashukuru wazazi, familia ya bibi harusi. Takapofika pale basi tutamkabidhi bibi harusi naye pia aweze kukabidhi kwa wazazi. Naomba tusimame wazazi, familia ya bibi harusi. DJ, twende kazi. Wazazi wengine wapungeni tu mikono namna hiyo, heshima ya kuwasalimu. Taratibu, karibu tena kwenye meza ya keki. Wasindikize namna hiyo. Karibu.
Biharusi wadani na wajua, wapungie tu mikono namna hiyo. Baba zako wadani na wajua. Asante sana. Njoo tu mbele kwenye meza ya keki. DJ, twende kazi namna hiyo. Karibu tuketi wazazi pande zote mbili. Walete kwenye meza ya keki namna hiyo. Maandaji wa keki mtakuwa nasogea mbele. Karibu. Wanachukua maelekezo namna hiyo kwa maandaji wetu wa keki Mama G. Taratibu, naomba sasa mkamate kisu kwa pamoja. Bwana harusi pamoja na biharusi, kamata kisu kwa pamoja namna hiyo. Yes. Taratibu namna hiyo mtakuwa mnakiinua kisu cha juu mkimtukuza Mungu, Mungu wa mbingu na nchi kwa mema mengi aliyowatendea siku ya leo, na mkiwa mnakata keki hii kama mke na mume. Asante sana. Karibu. Twende kazi. Nikuombe bwana harusi, chukua kipande kimoja cha keki kizuri kipendacho ambacho unajua kimlisha mkeo atamtukuza Mungu. Sogea nacho hapa mbele tafadhali. Taratibu, mshike mkono mkeo, njoo naye hapa mbele. Yes, kwa uzuri kabisa. Taratibu. Keki hiyo mlishe kwa namna ile uipendayo wewe. Taratibu namna hiyo. Usimamizi, sogea kwenye meza yake kipande. Twende kazi namna hiyo. Nakupenda hivyo, don't you change me. Ina mama vigelegele namna hiyo kwa ajili yao, I hold you closer when you feel unsure. Girl, your heart, your soul, that's what I do. Sasa. Biharusi, geukia meza ya keki, chukua kipande cha keki kimoja kizuri kipendacho mama, uweze kumlisha bwana harusi wetu wa siku ya leo. Sasa. Karibu. DJ, chomeza tayo. Shachua wazazi, pacha wangu mimi mwili wewe nafsi. Furaha yako tatusu wena simanzi, mapenzi ukafuta. Biblia inasema kwa hiyo ulichokifanya hujapoteza muda. Nimepata taarifa kuna watu wametoka mbali, wengine wametoka Morogoro, wengine
wametoka sijui kijijini wapi. Kwa hiyo huu ni upendo ambao hakika hatuna budi kumwinua Mungu wetu na kumtukuza kwa jinsi ambavyo umeionyesha familia ya Jonathan Ngondo, jinsi mnavyoipenda. Mungu awabariki sana. Ndugu zangu wapendwa, sisi kama kamati kwa kazi ambayo tulikuwa tumepewa kwa ajili ya kuandaa sherehe hii, michango yenu ambayo mlitoa, mnaona jinsi meza zetu jinsi zilivyopendeza. Lakini ukienda pale nyuma unaona pale kuna buffet mbili zimependeza pia pale. Hizi zinatusubiri tuende kuzisasambua kuku pale. Kwa baada ya kunywa hapa tunakwenda kula chakula pale. Tunacho chakula cha kutosha. Ninaomba mjiandae tu kwa ajili ya kushiriki hicho chakula. Na ninatamani tafadhali. Saa hizi ni saa 4 kasoro dakika 10. Ninaamini saa 4:30 kila kitu kitakuwa kimeisha, tutakuwa tunakula. Saa 5 kamili hapa tunaondoka, kila mtu anarudi nyumbani. Si ndio jamani? Basi baada ya kusema hayo, sisi kama kamati baada ya kukokotoa kila kitu, fedha zile ambazo tulikuwa tumechanga wana kamati pamoja na wageni waalikwa, kuna change kidogo imebaki. Naomba nimuinue Jonathan. Jonathan popote ulipo pamoja na mama, naomba mje hapa mbele. Naomba mje hapa mbele. Tumeona ni vizuri tuwe na zawadi ya familia. Zawadi hii ni kwa ajili ya familia ya ndugu yangu Jonathan Ngondo pamoja na watoto wao. Kwa hiyo sisi kama kamati baada ya kukokotoa na kutoa kila kitu, tumebakiwa na fedha. Naomba mje hapa mbele. Tumebakiwa na fedha kiasi cha shilingi 10,000. Shilingi milioni 10,800 ndizo zibaki ambazo tunaikabidhi familia kama zawadi. Naomba tuwapigie makofi mengi kamati ya maandalizi. Niombe baba na mama mkamate vizuri ile hundi, shilingi milioni 10 cash na laki 8. Asante sana. Bibi harusi ongea. Ungemkataa huyo milioni 10 unaiona. Niombe mwenyekiti tupate picha tafadhali. Na makamu mwenyekiti nenda upande wa mama pale tupate picha na mashabiki wa Yesu wamepata shilingi 230,000 na makofi na vigelegele. Mashabiki wa Yesu piga kelele. Asante nyinyi. Jamani, ndugu zangu wageni walikuwa yote ambao tume
kamati ya ulinzi. Nimeisha hiyo. DJ tuende kazi namna hiyo. Wanakamati wengine wote, Mungu awabariki, tutakutana siku ya kamati. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, basi kwa heshima hii niombe, nimewaona wazazi ambao wana sherehe bado ziko mbele. Kabla mjatoka hapa wanakamati, niombe wazazi msogee hapa mbele tafadhali. Wazazi ambao tuna harusi ziko mbele, naomba msogee mbele hapa. Wazazi ambao harusi za watoto wetu ziko mbele, naomba msogee hapa mbele tafadhali. Kuna watu hawajui tarehe. Mama Chimwema yuko hapa, nilimwona. Mzee Mwambere nilimwona. Sumana. Naomba kama sikupata na kupita haya makundi, wazazi mwe mnazichukua zile zawadi mkiingia nazo hapa ndani. Ingieni na zawadi zenu hapa ndani. Sasa kikundi cha Kinangondo imeandikwa hivi. Kikundi cha Akinangondo kutoka Vwa. Naomba mwe mnakuja kutoka Vwa. Twende kwenye line moja na madai. Kikundi cha Kinangondo kutoka Vwa. Naomba asante. Wakati huo naomba tena niite mengine tafadhali, wote twende kwa pamoja. DJ wote naomba ni walete wafuatao. Mama Awili anakuleta zawadi ya kuwatunza wazazi pamoja na maharusi. Mama Awili, zawadi ya kuwatunza wazazi pamoja na maharusi. Lakini pia kuna zawadi imeandikwa Nasamba, anakuja kumtunza mzazi pamoja na maharusi. Nasamba anakuja kumtunza mzazi pamoja na maharusi. Wadogo zake na mama yake bwana harusi nao wanazo zawadi, naomba mtakuwa mnakuja
Familia ya Faisal wanakuja kuleta zawadi makundi ya 4. Mama mdogo wa Mbeya, makundi 5 hayo mwe mnaleta zawadi. DJ chone kazi. Karibu. Haya. Naomba ni wale
Naomba ni walete Mama Faraja pamoja na kundi lake, wanakuja kumtunza Mr. and Mrs. Ngondo. Tafadhali twende kwenye line moja. Mama Faraja, Dr. Kibona, twende kwenye line moja tafadhali. Zeo sana, naomba mtakuwa mnajipanga. Zeo sana, naomba mtakuwa mnajipanga. Wifi zake na Mr. and Mrs. Ngondo, naomba mtakuwa mnajipanga kuja kumtunza mzazi pamoja na bwana harusi. Majirani zake na Mama Tufigwe wanakuja kumtunza Mama Atufigwe kutoka pale maporomoko. Naomba mnakuja makundi hayo 6. DJ, twende na naye. Leo sana kwaya, naomba mmejipanga kundi la mwisho hapo. Leo sana kwaya, mtakuwa kundi la mwisho hapo. Asante. Naomba nirudie tena. Leo sana mko tayari? Napokea majibu DJ, twende kazi na naye. Wakiongozwa na mwenyekiti Ima. Zeo sana. Shode. Shode. Weka. Yes, naomba niwalete marafiki wa Mama Tufigwe wanakuja kuleta zawadi. Lakini pia naomba nilete pia familia ya Ngondo, mtakuwa mnajiandaa sasa. Familia ya Ngondo, naomba mtakuwa mnajiandaa kuleta zawadi baada ya Mama Tufigwe. Wakati huo naomba the best Songwe kabla hawajaja familia mwe mnajiandaa. The best Songwe naomba mtakuwa mnajiandaa kabla ya familia ya Ngondo, naomba mtakuwa mnakuja. Mafaraja karibu, alafu watafuata the best Songwe. DJ, twende na wewe. Familia Ngondo, naomba tusubiri.
Niombe wakati huu sasa ni walete the best Songwe. Wana the best Songwe, naomba tuende pale. Yes. Wana the best Songwe, naomba tuende pale aliposimama MC Liza tafadhali. Naomba tusimame pale kabla ya familia ya Mzee Ngondo kuleta zawadi. Naomba the best Songwe tumalize vikundi, alafu watakuwa wanafuata sasa familia ya Mzee Ngondo, watakuja familia ya biharusi wetu wa siku ya leo. DJ, walete the best, twende kazi. Karibu. The best Songwe. The best Songwe. Sogea hapa katikati tafadhali. Sogea hapa katikati. Hawa ndio the best Songwe wakiwa tunasaidiana kwenye masuala ya shida, lakini tunasema pia kwenye masuala ya kula wali tusicheze mbali. Lakini sisi the best Songwe tuna utaratibu wetu. Kwanza tutambuane kwa salamu. The best Songwe Majani na tunasabini. The best Songwe Majani na tunasabini. Tumekuja hapa kutoa pongezi kwa baba mzazi. Baba Jonathan, naomba usogee mbele. Huyu ni mwana members zetu na ni mwanachama mkamilifu. Tupige makofi tafadhali. Lakini sisi kama wana kikundi wa The Best Songwe tuna utaratibu kwenye swala la sherehe. Tunakabidhi shilingi milioni 1 keshi na anakabidhiwa hapa ukumbini. Lakini pia tuna discount kwa wale ambao wanatamani kujiunga na umoja huu. Kiingilio ni shilingi 50,000. Waweza kuwasiliana mimi mwenyewe CEO kwa namba zifuatazo. Kwa wale wenye simu mtahitaji kujiunga ni 06 22 29 27 21 06 22 29 27 21. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mr. Ngondo tunakupongeza pia, mwanao amekuheshimisha. Niombe kiongozi kabidhi pesa yake. na kabisa tunacheza tunaondoka ni wakabidhi wazazi pande zote mbili kuleta zawadi, nikianza na familia ya mzee wangu Mzee Ngondo. Naomba mnakuja, mtakuwa mnaongozana na bibi wa bwana harusi. Bibi wa bwana harusi na nao zawadi kwa wazazi. DJ, twende kazi namna hiyo. Walete familia Mzee Ngondo.
harusi. Karibu kwa zawadi. DJ, twende dogo. Wakati wanamalizia wale ambao hatuna makundi ya zawadi, zawadi ya mtu binafsi, zawadi ya mtu mmoja mmoja, karibu. Karibu. Yesu. Wewe. Lakini kipekee kabla sijawarudisha wazazi kwenda kuketi, naomba niwakaribishe baba na mama wawe na maneno machache ya shukrani mbele yenu. Tukianza na baba na mama, sijui nani ataanza. Nikukaribishe mama, karibu uanze, alafu atamaliza baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Watumishi wa Bwana, pole na kazi. Asanteni. Amina. Asante sana bibi yangu. Mimi ni bibi yangu, kwa hiyo ni kipenzi changu. Asante sana. Maki yangu ndio kitu kizuri yeye. Sasa baba karibu. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Hakika yeye ndiye kusifiwa kila wakati, kila saa. Jina la Bwana libarikiwe. Nipende kuwashukuru wanatunduma pande zote za dunia, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, katikati ya mji wa Tunduma na nje ya Tunduma. Nimejaa furaha kwa kweli na
Shukuru Mungu kwa mambo mengi ambayo ameweza kutendea mimi pamoja na familia yangu. Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Sina mengi kwa kweli, nimeona shida hata niongee jana. Maana naona sura ni zile zile kila kuitwapo leo. Kama kuna jambo tunuma ni wale wale. Kwa kweli nimemshangaa Mungu sana. Asanteni watoto wangu. Baba, mshike mkono bibi yangu sasa. Bigeni, mpe raha. Mpe raha. Familia ya bwana harusi tutawaongoza ndugu zetu wa kina Kayemba, familia ya bi harusi kwenda kupata chakula. Sigini, hapa tuna mabufe mawili. Tuna bufe la upande wa huku na bufe la upande wa huku. Kwa hiyo familia ya bwana harusi mtakapowachukua kina Kayemba mtapanga mistari miwili. Familia hii mtakapokuwa mnaenda kuchukua chakula cha upande huu, wote wa upande huu watawafuata nyinyi.